Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Dr. Dennis Pascal Domitian, ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa siku ya leo tunashukuru tumepokea ugeni kutoka Radio Sauti ya Qur'an ambao walitupa taarifa kwamba katika maadhimisho ya Eid watatamani au watapendelea kuja kujumuika nasi. Kipekee tunashukuru sana, kwani sio kujumuika nasi tu peke yetu kama watumishi, lakini pia wameweza kujumuika pamoja na Watanzania ambao wamefika katika hospitali yetu kwa siku ya leo kuweza kupata huduma ya afya. Kwa hiyo tunasema asanteni sana, kwani kile ambacho mmekileta hapa kwetu ni cha kuenzi kama wanadamu, kwani kinafanya yale matendo ambayo yanatukuza jina la Mwenyezi Mungu. Tumepokea vitu vingi sana kwa siku ya leo. Kwanza tukianza, ugonjwa wetu umefarijika. Kuna mama ambao wamepata zawadi kwa ajili ya wao, lakini pia kwa ajili ya watoto wao wachanga. Kwa tumekuwa na kina mama karibia 40 ambao kwa siku ya leo wamepokea zawadi katika siku hii ya leo. Tumetoka hapo tumeenda kuwaona wagonjwa ambao wamelazwa katika wodi za watoto na wanawake, na wenyewe wamepokea zawadi kwa furaha kubwa sana kwamba wamefarijika kwa ujio huu wa siku ya leo. Lakini sio zawadi tu, kama sehemu ya kituo tumeweza kupokea baadhi ya vifaa tiba kama zawadi ambazo zimeleta katika maadhimisho ya sikukuu hii, ambapo ni sehemu ya vifaa tiba ambavyo ni muhimu sana kwetu. Umeona tuna kipimo cha blood pressure au digital BP machine. Hii ni blood pressure machine ambayo ni ya kisasa kabisa. Yaani hata ukiwa na betri zake unatumia sehemu yoyote. Unaweza ukamfuata mgonjwa, tunakuaga na huduma zetu tunasema huduma za mkoba, ambazo unaweza ukaenda kufanya huduma ya mkoba mtaani, ambapo sasa hata kama hauna umeme kwa matumizi ya mashine hii hapa, unaweza ukampatia mtu yoyote huduma ya kumpima shinikizo la damu. Lakini tumepokea sisi huduma zetu ni za kukimbizana. Utajikuta kila siku unabidi ubadilishe viatu uingie chumba cha upasuaji, inabidi ubadilishe viatu uingie sehemu ya mama wanaojifungua, inabidi ubadilishe viatu uingie sehemu ya wagonjwa wa dharura. Kwa hiyo inatubidi tuwe na viatu ambavyo vinakuwa vinaendana sawa na mazingira yetu. Kwa hiyo utaona bado tumepokea pia nyingi za viatu ambavyo vinaendana na kazi yetu. Lakini tumepokea makabati ambayo tunaita bedside lockers. Haya ni makabati ambayo yanawekwa pembeni ya vitanda vya wagonjwa, kwamba mgonjwa akija na mizigo yake anaweza akaipanga kwenye makabati haya. Kwa hiyo ni sehemu ya zawadi ambazo tumepokea kwa siku ya leo. Lakini bado tumepokea na sehemu ya vifaa tiba ambazo tunaita Macintosh. Ni sehemu ya mfuko ambayo inatandikwa kwenye vitanda vya kutolea huduma zetu za afya, ambapo wagonjwa wetu wakilazwa pale, hata kama amelaza kwenye mazingira ambayo hawezi kujistiri yeye mwenyewe, lakini mpira huu unaweza ukamwezesha yeye kuweza kujistiri. Kwa hiyo kama kwa niaba ya uongozi wa hospitali, kwa niaba ya watumishi wote wa hospitali hii, lakini pia kwa niaba ya wagonjwa wote ambao wamepokea zawadi hii kwa siku ya leo, tunatoa salamu, tunatoa shukrani, tunasema asante kwanza kwa Radio ya Sauti ya Qur'an na kwa ujumla na uongozi wa redio hii kwa kuweza kuona sisi kama hospitali ya wilaya tunaweza tukawa sehemu ya maadhimisho ya sikukuu hii hapa. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa ujio wenu, lakini kipekee tuwashukuru pia na wasikilizaji wa redio hii ambao kwa taarifa tumeambiwa kwamba ni sehemu ya michango yao ndio imeweza kulifanikisha hili hapa. Tunasema asante sana. Kwa mwisho kabisa tunawakabidhi kwa mikono ya Mwenyezi Mungu aweze kupokea sadaka yenu hii hapa na aweze kuwatendea yale ambayo mlikuwa mnayakusudia katika zawadi zenu hii. Tunaamini ni sadaka ambayo itaenda kujibiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na karibu katika hospitali yetu. Tunashukuru sana, kwani mmeweza kugusa sio sehemu tu ya hospitali, lakini pia mmeongeza nguvu kwenye jitihada za serikali katika kuboresha huduma za afya.